Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Nabii Ezekiel anatumiwa na Mungu kuongea kuhusu kondoo wasiokuwa na mchungaji. Maana ni watu ambao wanasambaa, wanahangaika, hawana mchungaji. Na Mungu anasema, ole wenu ninyi makuhani ambao hamwatunzi kondoo wenu. Na katika nchi ya Tanzania imekuwa kama ni nchi ambayo haina kondoo, ambayo haina mchungaji. Watu wanatekwa, watu wanauawa. Ikifika wakati wa uchaguzi, vurugu, vita, utafikiri nchi hii haina mchungaji. Lakini tuko viongozi wa kanisa, tuko viongozi wa dini. Tunapoanza kufikia hatua ya kufanya ibada, kuongoza mazishi ya watu waliouawa wakati wa uchaguzi, tunapofikia hatua ya kuanza kuwa na wajane kwa sababu waume zao wameuawa, wametekwa, tunapofikia hatua ya kuwa na watoto yatima katika nyumba zetu za ibada kwa sababu hiyo, lakini tunakuja kugundua kwamba ni kwa sababu ya mfumo usiofaa wa utawala. Ni lazima kama viongozi wa kanisa tuchukue hatua ya kuingia mbele katika kuhamasisha, katika kufanya mfumo wetu uwe huru, uwe wa haki. Na Biblia imejaa haki. Na sisi kama viongozi wa kanisa tusiposimamia haki, uongozi wetu utakuwa hauna maana. Na kwa sababu hiyo, mkiona askofu yupo katika mikutano hii ya kisiasa, anahamasisha kuwa na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa vurugu za uchaguzi kwenye nyumba za ibada kuna shida. Kwa sababu kama watu wameuana huko, hatuwezi kuendesha ibada. Ni kwa sababu hiyo basi tunachukua wajibu wetu kama kanisa, kama tulivyofanya wakati wa kutetea uhuru wa Tanganyika. Wakati wa kutetea uhuru wa Tanganyika, watu hawajui, niwaambie watu wa Mbalizi na watu waambia vijijini kwa ujumla. Nchi nyingi zinazotuzunguka katika bara Afrika zilipigania uhuru kwa kumwaga damu. Tanzania pekee haikumwaga damu. Sifa moja na siri moja hapo ni kwa sababu kanisa lisimama kwa nafasi yake. Padri wa kanisa Katoliki Father Welsh aliyeijua hiyo siri, akamuita Mwalimu Nyerere, akamueleza siri ya Tanganyika kupata uhuru bila kumwaga damu. Baada ya hapo ndipo Nyerere akajiuzuru pale Pugu kwenda Umoja wa Mataifa kudai haki. Na sasa baada ya kuona kwamba kuna vurugu, kuna fujo, watu wanatekwa na kuuawa, viongozi wa kanisa baadhi yetu tumegundua kwamba kwa sababu mfumo huu sio huru na wa haki, tumeinuka sasa viongozi wa kanisa kuchukua nafasi yetu, kuwaunganisha Watanzania wote na kuhamasisha Watanzania wote tuungane katika kudai uchaguzi huru, katiba mpya na mfumo wa haki. Sasa kwa sababu hiyo, kama unaamini hayo, nyosha mkono. Baba, katika jina la Yesu ninauweka mkutano huu kwamba kwa pamoja tunaungana kutaka nchi yetu iendeshwe katika mfumo wa haki, kuwe na katiba huru, kuwe na tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Utekaji na mauaji vikakomeshwe katika nchi yetu katika jina sema amina. Wale watu ambao wanafaidika na mfumo uliooza, wakitaka kuzuia vuguvugu la watu kudai mfumo wa haki, wakafedheheshwe kwa jina sema amina. Yeyote atakayetoa amri haramu kwa vyombo vyetu vya dola kupiga na kuua na kuteka watu, akafedheheshwa katika jina sema amina. Na yeyote ambaye kwa hila au kwa namna yoyote atataka kuwaua watu wanaokuwa mstari wa mbele kudai haki, mahali pake pasionekane tena katika jina sema amina. Basi Mungu awabariki katika jina Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Amen. Amen.
Askofu Mwamakula, makamanda peoples. Basi sasa niweze kuwaita wenye viti